Ndani ya kumbi zenye mwanga hafifu wa ikulu ya Marekani, Rais Donald J. Trump alisimama mbele ya viongozi watano kutoka mataifa ya Asia ya Kati, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan na Uzbekistan na kutangaza enzi mpya ya ushirikiano wa kibiashara na kimkakati. Sauti yake ilisikika kwa uthabiti ikisema, Asia ya Kati ni hazina ya dunia. Mataifa haya yanabeba urithi wa ardhi tajiri yenye urani, dhahabu, shaba na madini adimu yanayoendesha teknolojia ya kesho, alisema kiongozi huyo. Hatua hiyo ndivyo Marekani ilivyozindua mpango wake mpya wa Alliance for Critical Minerals, hatua ambayo wachambuzi wengi wanaiona kama jibu la Washington kwa ushawishi wa kiuchumi wa Beijing katika eneo hilo. Katika kile kilichoitwa kikao cha White House cha madini ya karne ya 21, mikataba yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 17.2 ilisainiwa kati ya kampuni za Marekani na Kazakhstan pekee. Moja ya miradi hiyo inahusu uchimbaji wa tungsten, madini yenye thamani ya kimkakati kwa utengenezaji wa rocket, ndege za kivita na magari ya umeme. Tajikistan, Kazakhstan na Uzbekistan nazo zilitia saini ununuzi wa ndege 37 aina ya Boeing, ishara kwamba anga la biashara linaanza kuchorwa kwa rangi mpya ya ushirikiano wa kimataifa. Kwa upande mwingine, Uzbekistan ilitangaza mpango wa kuwekeza zaidi ya dola bilioni 100 katika sekta ya Marekani ndani ya miaka 10 ijayo, hasa katika viwanda vya anga, magari na madini muhimu. Lakini nyuma ya pazia, wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasoma zaidi ya nambari. Wanasema hatua hiyo ni sehemu ya mchezo mpana wa kiuchumi unaolenga kupunguza utegemezi wa Marekani kwa China, hasa katika usafirishaji wa madini adimu ambayo Beijing inadhibiti kwa zaidi ya 90% duniani. Ikiwa moja kabla ya mkutano huu, Trump alikuwa amekutana na rais wa China Xi Jinping huko Korea Kusini, kikao kilichoitwa kwa vyombo vya habari jumbe za moto za vita baridi ya biashara. Baada ya mazungumzo hayo, China ilikubali kusitisha vikwazo vipya vya usafirishaji wa madini hayo kwa mwaka mmoja, huku Marekani nayo ikiahirisha mpango wa kutoza 100% za ushuru kwa bidhaa za China. Lakini kwa maneno ya Trump, Marekani haitakaa tena ikitazama. Tunajenga minyororo mipya ya usambazaji wa salama, huru na yenye nguvu. Huku kwa macho ya dunia, mikataba hii ya White House inatafsiriwa kama uanzishaji upya wa siasa za madini, vita vya kimya vinavyoamua mustakabali wa teknolojia, nguvu za kijeshi na uchumi wa dunia. Na katika uwanja huo, Marekani imeamua kutoshindwa tena. Haya si makubaliano ya biashara tu, Trump alimalizia. Ni hatua ya kulinda mustakabali wa dunia huru. Kwa mara nyingine, historia inajirudia, si kwa risasi, bali kwa mikataba ya madini.